Bwana Yesu asifiwe sana, watumishi wa Mungu. Kipekee nichukue nafasi hii tena kuendelea kukaribisha kwenye ibada yetu siku nzuri ya Ijumaa. Tunaendelea na darasa letu. Kumbuka jana tulikuwa tunaangalia, kama nakumbuka, kuna vitu ambavyo tulikuwa tunavitazama kwa habari ya ujio wa Yesu Kristo. Na kama nilivyowaambia kwamba moja ya vitu ambavyo natamani tuendelee kuvitazama, kuna watu wengi wanajifunza tu Yesu Yesu, lakini hawajui kwamba Kristo kumbe alianza tangu kwenye Agano la Kale na alianza kutabiriwa kuanzia kwa manabii mbalimbali. Na leo natamani tuangalie manabii mbalimbali ambao walimtabiria Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia tuangalia kazi ambazo alikuja kujifanya Yesu Kristo hapa duniani. Tutaenda kuangalia na tutatazama maandiko mbalimbali na tutaenda kuangalia vitu mbalimbali ambavyo Kristo alikuja kuvifanya. Jambo la kwanza, kama nilivyokuambia, leo tutaenda na hilo somo. Kwa jambo la kwanza, naomba tukamshukuru Mungu kwa ajili ya majira haya na siku ya leo. Tukamwambia Mungu asante. Tutaomba kwa pamoja na tunamwamini Mungu yuko mahali hapa. Tukaombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo Nazareti hai, asante kwa ajili ya mtumishi wako huyu Bwana ambaye anaendelea kufuatilia mafundisho yetu. Asante kwa ajili ya asubuhi ya leo na wakati una majira haya. Asante kwa ajili ya siku ya leo. Mungu umetupa nafasi tena kuendelea kutafakari neno lako. Asante kwa ajili ya wakati una majira haya. Asante kwa ajili ya siku nzuri ya leo. Tunakushukuru Bwana kwa ajili ya siku nzuri ya Ijumaa. Umekuwa mwema, tena Ijumaa kuu. Bwana Yesu, tunakushukuru sana kwa maana wewe ni Mungu unayesikia maombi ya watumishi wako. Asante kwa ajili ya ulinzi wako. Asante kwa ajili ya upendo wako. Asante kwa ajili ya wema na fadhili zako. Wewe ni Mungu, hakuna Mungu mwingine zaidi yako. Tunalibariki na kulisifu jina lako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai. Asante kwa ajili ya siku hii nzuri. Mungu umekuwa mwema na mwaminifu, umekuwa mtetezi, umekuwa umetupigania, haujatuacha wala kutupungukia. Wakati una majira haya Bwana, tunanyenyekea kwako, Baba mwenye nguvu, Baba mwenye uweza, Baba mwenye mamlaka, tukiomba toba kwa damu ya Yesu Kristo mahali ambapo tulikukosea kwa kuwaza, kwa kunena, kwa kutenda. Ninaomba utusamee, ninaomba unirehemu kwa damu ya mwana kondoo. Roho Mtakatifu karibu, nihudumie, sema nami, nifundishe, ni katika jina la Baba, Mwana, Roho Mtakatifu. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana, watumishi wa Mungu. Ni Ijumaa nyingine tena, siku nzuri, siku rafiki. Kwenye ibada hii ya asubuhi ya leo, tunaendelea na somo letu ambalo natamani tuangalie historia ya Kristo tangu kuzaliwa kwake mpaka hapa tunapoendelea kusherekea na kuendelea kuona matokeo ambayo tunayaona kwamba alikufa. Watu wanajua tu kufa kwake, lakini historia kule alikoanzia wengi hawaijui. Leo tunaendelea mbele. Jana tuliangalia kwamba Kristo alianza kutabiriwa kuanzia kwenye Agano la Kale na tuliangalia vile vitabu mbalimbali. Kile kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza mstari wa 26 anasema na tumfanye mtu kwa sura yetu na kwa mfano wetu. Tunamwona Kristo pale anatajwa kwa nafsi. Mungu anataja nafsi tatu: Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu. Na anasema tumfanye mtu kwa sura yetu na mfano wetu. Kwa kulikuwa na Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu. Na nilikwambia kazi ya Mungu Baba, yeye ndo aliyeumba dunia na vyote vinavyoonekana. Kazi ya Mungu Mwana kukikomboa kile ambacho kimeumbwa, ambacho ndo mwanadamu. Baada ya kuona kimetenda dhambi, Mungu Mwana ilibidi atokee kuja kukikomboa, kukirejesha kwenye umiliki na utawala. Alafu Mungu Roho Mtakatifu ni kwa ajili ya kukilinda kile ambacho kimekombolewa, ambao ndo sisi wanadamu. Baada ya kukombolewa, Mungu Roho Mtakatifu ndo anatuchunga, anatulinda tusitende dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa tuliangalia kwenye Agano la Kale, nikakwambia na nikathibitisha kwamba tunaposoma ile Mwanzo sura ya kwanza mstari wa 26, tukaona anasema na tumfanye mtu kwa mfano wetu na sura yetu. Kwa tunamwona Mungu Mwana alikuwepo tangu mwanzo wa uumbaji. Ukisoma kile kitabu cha Injili ya Yohana sura ya kwanza, tumeona anasema Yesu naye ni neno, naye neno alikuwa kwa Mungu. Anazungumziwa neno ambaye nani? Ni Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia tunaona unabii, kama nimesema, unabii wa kuja kwake Yesu Kristo duniani kuvaa mwili. Tunaona unabii. Nabii wa kwanza tunauona kwenye kile kitabu cha Mwanzo sura ya 3 mstari wa 15, anasema na uzao wa mwanamke utamponda kichwa. Anazungumzia kwa habari ya kati ya vita kati ya Mungu, Yesu Kristo na Shetani. Anaposema kuponda kichwa, ndio tunamwona Kristo anapokuja kupigwa, kuharibiwa, lakini tunamwona huyo Kristo ndio anakuja kukomboa ulimwengu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia nabii Isaya sura ya 7 mlango wa 14, na jana tuliangalia nabii Isaya sura ya 7 mlango wa 14, anasema atazaliwa na Bikira Mariamu. Tunaona Yesu Kristo anaanza kutabiriwa kwamba huyu atazaliwa na Bikira Mariamu. Na naomba acha tusome kidogo. Jana tukusome hiyo Isaya 7, kile kitabu cha nabii Isaya sura ya 7 mlango wa 14
Neno la Mungu linasema hivi, Isaya 7 mstari wa 14. Neno la Mungu linasema hivi, nisikilize kwa makini mtumishi wa Mungu. Ule mstari wa 14. Ule mstari wa 18 anasema hivi, kwa hiyo Bwana mwenyewe atawapa ishara, tazama bikira atachukua mimba, atazaa mtoto mwanamume, naye mtamwita jina lake Imanueli. Hivyo unaelewa maana Imanueli, nitakuelezea. Anaposema naye atachukua mimba, atamzaa mwana, naye anaitwa Imanueli. Kumbuka ni Isaya anaona unabii wa mtoto atakayekuja kuzaliwa, anaitwa nani? Imanueli. Maana Imanueli ni Mungu pamoja na watu. Kwamba nyakati zile za Agano la Kale Mungu alikuwa anaishi mbali na watu kwa sababu ya dhambi. Sasa anapozungumzia kwamba bikira atachukua mtoto, atachukua mimba, atazaa mtoto, huyu mtoto ataitwa Imanueli. Yani tafsiri ya Imanueli ni Mungu pamoja na wanadamu. Yani Mungu anayeishi pamoja na wanadamu, anayeishi katikati ya wanadamu, anayeishi ndani ya wanadamu. Ndio maana ya Imanueli. Kwa Imanueli ni Mungu pamoja na wanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Sio kama mnanielewa watumishi wa Mungu. Kwa nabii Isaya anapokea unabii, anaanza kutazama kwamba miaka fulani, nakumbuka, nisikilize kidogo mtumishi wa Mungu. Isaya, ukisoma kitabu cha nabii Isaya, kitabu cha Isaya kiliandikwa na mazingira aina 3. Mwanzo kabisa kitabu cha nabii Isaya, Isaya anaandika unabii wake wakati taifa la Israeli bado alijienda utumwani Babylon, kwenye utumwa. Bado alijienda huko utumwani. Anawaandikia, anasema tubuni, dhambi zenu zitakapokuwa nyekundu. Mwanzo kabisa tunamwona Isaya anaandika kwa unabii huo. Kitabu cha nabii Isaya pia kinakuja kuandikwa kwa maeneo mengine, ili taifa la Israeli liko utumwani, limekaa utumwani. Isaya anawaandikia unabii kwamba sasa mmeingia utumwani. Sasa anawaambia, anawaelezea pale kwamba kuna wakati atazaliwa mtu atakaye kuja kuwatoa kwenye utumwa huu. Anatabiri Isaya, anatoa utabiri, anatoa unabii. Sasa mmoja unabii ambao anakuja kutoa ni huu ambao anasema atakuja mwingine anaitwa Imanueli, ambaye atawachunga, atawalinda, atakuwa pamoja na nyinyi. Kwa tunamwona Kristo anatabiriwa kuanzia kwenye Agano la Kale. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Anaitwa Imanueli, Mungu pamoja na watu. Kwa kumbe maana Imanueli ni Mungu pamoja na nini? Na watu. Kwa tunamwona Isaya anamtabiria Kristo kwamba atazaliwa huyo anaitwa nani? Imanueli pamoja na watu. Lakini pia ukisoma kile kitabu cha Mika 5 mstari wa 2. Mika 5 mstari wa 2, neno la Mungu linasema hivi, Mika 5 ule mstari wa 2. Naomba nisikilize kidogo mtumishi wa Mungu. Tunaona unabii wa Kristo kwenye Agano la Kale. Na hapa nazungumza kwa sababu kuna watu ambao wanasema, Yesu Kristo ni story tu bwana. Na wenzetu hao wengine wa upande wa pili huko wanasema Yesu Kristo alikuwa ni mtu tu maarufu. Sio kweli. Kristo alitabiriwa habari zake tangu kwenye Agano la Kale. Mika 5 mstari ule wa 2. Neno la Mungu linasema hivi, Mika 5 mstari wa ngapi jamani? Wa 2. Nisikilize kidogo mtumishi, anasema hivi, bali wewe Bethlehem Efata, uliye mdogo kuwa miongoni mwa elfu za Yuda, kutoka kwako wewe atatokea mmoja atakayekuwa mtawala katika Israeli, ambaye mateka yake yamekuwa tangu zamani. Matokeo yake yamekuwa tangu zamani za kale, tangu milele. Kwa sababu hiyo atawatoa hata wakati wa kuzaa kwake, aliye utungu, ndipo huyo mabaki ya ndugu zake atawarudia wana wa Israeli, naye atasimama na kulilisha kundi lake kwa nguvu za Bwana, kwa enzi ya jina la Bwana Mungu wake, nao watakaa, maana sasa atakuwa mkuu hata miisho ya dunia. Huyu ni Kristo anatabiriwa. Mika naye alikuwa miongoni mwa manabii pia. Mika naye ni manabii wale wadogo. Mika naye alikuwa ni nabii lakini mdogo. Naye anaona unabii. Anasema wewe Bethlehem, atatokea kwako mtu atakayezaliwa, atakayewachunga watu hawa wa Israeli, atakayewalinda, atakayelilisha kundi lake. Kwa moja ya vitu ambavyo tunaona unabii wa Yesu Kristo unaanzia kwenye Agano la Kale. Bwana Yesu asifiwe. Kwa Kristo alianza kutabiriwa tangu Agano la Kale. Ndio maana tunaona unabii wake unakuja kutimia kwenye Agano Jipya. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Tunaona pia Isaya 60 mlango ule wa kwanza, Isaya 61 mlango wa kwanza. Tunamwona pia anasema Roho wa Bwana yu juu yangu. Tunamwona Isaya anatabiria, anasema Roho wa Bwana yu juu yangu. Tunaliona hilo neno pia Kristo naye anakuja kulisema kwenye zile injili huko mbele. Bwana Yesu asifiwe. Isaya pia 53 mstari wa 3. Yako maandiko mengi mtumishi wa Mungu na kusomea tu ili uelewe kwamba Kristo tunayemhubiri
ni Mungu halisi ambaye alitabiriwa tangu Agano la Kale. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Isaya 53, neno la Mungu linasema hivi, Isaya 53. Kumbuka tunaangalia kwenye Agano la Kale maisha ya Kristo, historia ya Kristo. Isaya 53 mstari wa 3, neno la Mungu linasema hivi, alidharauliwa na kukataliwa na watu. Mtu wa huzuni nyingi, ajuaye sikitiko, na kama mtu ambaye watu humficha nyuso zao. Alidharauliwa na watu na kuhesabiwa kuwa hana kitu. Hakika ameyachukua masikitiko yetu, amejitwika huzuni zetu, lakini tulidhania kuwa amepigwa na Mungu na kuteswa, bali alidharauliwa kwa makosa yetu, alichubuliwa kwa maovu yetu. Adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake, na kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Nabii Isaya anasema unabii ambao, kumbuka, Isaya ilikuwa ni miaka mingi imepita ndo anakuja kuzaliwa Kristo kwenye Agano Jipya. Kwa hiyo unabii wa Yesu Kristo ulianza kuandaliwa kuanzia mwanzo. Isaya ndo anapewa unabii tosha. Anasema alizarauliwa na watu, na ni kweli, alipigwa, alichubuliwa. Anasema kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Kwa Kristo tunayemhubiri leo, Kristo tunayemtabiria, tunayemtamka leo, alianza kutabiriwa tangu miaka iliyopita. Kwa Kristo ni Mungu halisi. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Kristo ni Mungu halisi. Yesu Kristo ni Mungu halisi. Kwa jipige kifua kabisa, mwambie amini kwamba Kristo ni Mungu halisi. Tunasoma habari zake kuanzia kwenye Agano Jipya. Sio mtu tu maarufu kama wengine wanavyosema. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Sio kama mnanielewa, watumishi wa Mungu. Yesu analithibitisha katika Agano Jipya. Anathibitisha kwenye Agano la Kale. Yaani yale yaliyoandikwa kwenye Agano la Kale tunayaona kwenye Agano Jipya na yanathibitisha. Ukisoma na Injili ya Yohana sura ya 5 mstari wa 39, maandiko yanamshuhudia Yesu. Naomba nisikilize kidogo. Tunamwona Yesu sasa hapa anashuhudiwa. Kwenye yale yaliyoandikwa kwenye Agano la Kale, tunamwona Yesu hapa anashuhudiwa. Kwenye Injili ya Yohana sura ya ngapi jamani? Ya 5:39. Kumbuka hapa tunachokitafuta, watumishi wa Mungu, ni kujua, je, Kristo kuanzia Agano la Kale yupo? Na kama yupo, je, anazungumzwa kama nani? Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Ili unapomtaja Kristo umseme ukiwa unamwamini kama ni Mungu halisi, sio wa kubahatisha, ni Mungu halisi. Na ndio maana anafungua watu, anaponya watu, anabariki watu, anainua watu, anafufua watu. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Injili ya Yohana sura ya 5 mstari wa 36, neno la Mungu linasema hivi, 39. Neno la Mungu linasema hivi, nisikilize kidogo. Mwenye kuchunguza maandiko, kwa sababu mnadhani kwamba ninyi mna uzima wa milele ndani yake, na huyo ndiye anayoshuhudia. Ndani ya Kristo, tunapozungumzia andiko, ndo Kristo mwenyewe. Neno la Mungu ndo Yesu mwenyewe, yani neno ndo Yesu mwenyewe tunayemsoma. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana, watumishi wa Mungu. Kwa tunapozungumzia neno, ndo Yesu mwenyewe, ndo Kristo mwenyewe, ndo neno. Kwa ukisikia tunalisoma neno, neno ndo Yesu. Na ndio maana shetani anatupiga vita tusilijue neno, tusimjue Kristo. Ndio maana mtu mwingine kwenye kusoma neno mpaka nasinzia. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Injili ya Luka sura ya 24. Injili ya Luka sura ya ngapi? 24. Luka 24. Sikiza kwa makini. Luka 24:27. Neno la Mungu linasema hivi. Luka 24:27. Luka 24:27 nasema, akaanza kutoka Musa na manabii wote, wakaeleza katika maandiko yote mambo yanayomhusu yeye mwenyewe. Wakakikaribia kile kiti. Okay, sasa ukiendelea hapo chini, pointi ya msingi ambayo nataka ule mstari wa 27. Hiyo kumbuka ni Luka 24 mstari wa 27. Anasema hivi, akaanza kutoka Musa na manabii wote. Akawaelezea katika maandiko yote mambo yaliyomhusu yeye mwenyewe. Anayezungumzia yeye mwenyewe ni nani? Ni Kristo. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Sio kama mnanielewa, watumishi wa Mungu. Anayezungumziwa hapa ni Kristo mwenyewe. Anayezungumziwa hizi habari kwamba ni yeye, ni Mungu halisi. Ukianzia huko mwanzo ndio tunaona hii habari, tunamwona Kristo anapozungumza kwamba mimi ndiye yule ambaye mlikuwa mnasema sio Mungu. Anajizungumzia kama mimi ndio Mungu. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana, watumishi wa Mungu. Sio kama mnanielewa, watumishi wa Mungu. Kwa moja ya vitu ambavyo naomba uwe na ujasiri, amini kuwa Kristo ni Mungu halisi. Anaponya, anaumba. Yeye ndio muumbaji. Ndio maana tunaweza tukaomba na mtu ambaye alikuwa anaumwa, ana uwezo wa kuachiliwa uponyaji. Watu ambao waliferi viungo, ana uwezo wa kuachilia uponyaji kwenye viungo, akatengeneza viungo vipya.
Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Mafunuo ya utimilifu. Yaani hapa sasa ndo tunaona yale ambayo yalitamkwa tunaona yanatimia. Anapozungumzia kwenye Hesabu 21, naomba nisikilize kidogo. Hesabu sura ya 21, Hesabu 21 tunaona kuna mafunuo ambayo yametimia. Hesabu 21 ule mstari wa 8 na wa 9. Neno la Mungu linasema hivi, Hesabu 21 mstari wa 9. Bwana akamwambia Musa, jifanyie nyoka wa shaba, ukamweke juu ya mti, na atakuwa kila mtu atakayeumwa atazamapo ataishi. Musa akafanya nyoka wa shaba, akaiweka juu ya mti, hata ikiwa nyoka amemuma mtu, alipotazama ile nyoka ya shaba akaishi. Ule ni unabii wa Kristo, anatabiriwa kwamba yote atakayeutazama msalaba, ndio leo sasa, yote anayeutazama msalaba anapona, yote anayeuangalia msalaba anafunguliwa, anakuwa amepona. Na ndio maana nasema kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Haya maandiko yanakuja kudhibitisha. Kwa tunamwona hapa Musa anaambiwa na Mungu, anasema Mungu anamwambia Musa, anasema Bwana Musa, najua kweli kuna nyoka wa shaba nao wauma watu wako. Sasa naomba tengeneza nyoka wa shaba, mweke kwenye mti. Yeyote atakayeutazama ule mti, yule nyoka kwenye ule mti, aking'atwa na nyoka atapona, hata kufa. Na ndicho Musa alichokitengeneza, akatengeneza nyoka wa shaba, na kila aliyemtazama alikuwa anaishi. Aking'atwa na nyoka anaishi. Aking'atwa na nyoka anakuwa huru, afi. Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma ile Injili ya Yohana sura ya 3. Naomba nisikilize kidogo, tunathibitisha ile andiko. Injili ya Yohana sura ya 3 mlango wa 20. Neno ule mlango wa 15. 14 15. Injili ya Yohana sura ile ngapi jamani? Ya 3. Anasema hivi. Injili ya Yohana sura ya 3. Kumbuka tunatembea ili vitu uvielewe. Tumuelewe Kristo tulikotoka naye jamani. Umuelewe Kristo kwamba sio historia, ni vitu halisi. Injili ya Yohana sura ya 3 mstari wa 14 na 15. Neno la Mungu linasema hivi, na kama jangwani vivyo hivyo mwana wa Adamu hana budi kuinuliwa, ili kila mtu amwaminie awe na uzima wa milele katika yeye. Anasema kama vile Musa alivyomuinua yule nyoka jangwani, na vivyo hivyo mwana wa Adamu hana budi kuinuliwa, ili kila mtu amwaminie awe na uzima wa nini jamani? Wa milele. Kwa jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu. Sasa ukiendelea hapo chini utasoma kwa muda wako. Kwa pointi ya msingi, kumbe Musa alipokuwa anamuinua nyoka wa shaba kule jangwani, ilikuwa ni ishara ya Kristo kuinuliwa, kwamba yote anayemtazama pale kwenye msalaba, pale anapomuona pale msalabani, kumbuka Kristo alisulubiwa msalabani, ambapo watu wote wanatazama. Kwa yote anayeutazama msalaba, yote anayemuona pale msalabani aliposulubiwa, hapo ndipo anapokea uponyaji. Kwa Kristo alianza kutabiriwa, unabii wake ulianza kutabiriwa tangu Agano la Kale. Tunamwona Musa anapewa unabii kwamba mtu atakayetazama ile nyoka ataishi, hata kufa. Hata wewe pokea neema, wewe ambao umemtegemea Kristo, hautakufa kwa jina la Yesu. Pokea hiyo neema ya kutazama msalaba. Usiudharau msalaba. Kwenye msalaba ndio tunapona. Kwenye msalaba tunafunguliwa. Sema amina. Bwana Yesu asifiwe sana, watumishi wa Mungu. Lakini pia ukisoma kitabu cha Kutoka, yako maandiko mengi, kwa sababu ya muda wetu sisi tutasoma machache. Kile kitabu cha Kutoka sura ya 12. Kutoka sura ya 12. Nisikilize kidogo mtumishi wa Mungu, tunamalizia hivi kwa leo. Kutoka sura ya 12. Kutoka sura ya 12. Neno la Mungu linasema hivi, Kutoka sura ya 12 ule mstari wa ukisoma ukianzia mstari wa kwanza tu pale anasema, Bwana akamwambia Musa na Haruni katika nchi ya Misri, akamwambia, mwezi huu utakuwa ni mwezi kwenu, mwezi wa kwanza na mwaka wa kwanza. Sema na mkutano wote wa Israeli, kawaambia, siku ya 10 ya mwezi huu mtatoa mwana kondoo kwa hesabu ya nyumba za baba zenu, mwana kondoo kwa watu wa nyumba yake mmoja. Na ikiwa watu wa nyumba hii ni wachache kwa mwaka kondoo, basi yeye na jirani yake aliye karibu na nyumba aliye karibu na nyumba yake watwae mwana kondoo mmoja kwa kadri ya hesabu ya watu wako, kwa kadri ya ulaji wa kila mtu, ndivyo mtakavyofanya hesabu yenu kwa yule mwana kondoo. Mwana kondoo wenu atakuwa hana hila. Sasa ukiendelea mbele huko, mimi natamani tuendelee mstari wa 6. Nanyi mtamweka katika siku za 14 mwezi ule na kusanyiko ile na makutano ya Israeli mtawachinja jioni.
nao watatoa baadhi ya damu yake na kuitia katika miimo miwili katika kizingiti cha juu, katika zile nyumba watakazomla. Watakula nyama yake usiku ule na iliyokuwa na imeokwa moto pamoja na mkate. Sasa tutaendelea hapo mbele, lakini moja pointi ya msingi, ule mstari wa ule mstari wa ngapi jamani? Ule mstari wa 12. Kwa maana nitapita, tuanze mstari wa 11. Tuanze mstari wa 11. Tuanze mstari wa 10. Anasema wala msisikilize kitu chake chochote hata asubuhi, bali kitu kitakaposalia hata asubuhi mtakachochoma kwa moto. Ule mstari wa 11. Tena mtamla hivi, mtakuwa mmefungwa viuno. Sasa ukiendelea hapo chini, sasa kwa sababu ya muda wangu mimi naomba niishie hapo, lakini ule mstari wa 12 unaweza kusoma mpaka mstari wa 12. Acha nisome mstari wa 12. Maana nitapita katika nchi ya Misri usiku huo, nami nitawapiga wazaliwa wa kwanza wote katika nchi ya Misri kwa mwana wa damu na mnyama, nami nitawafanya hukumu ya juu ya miungu yote ya Misri. Mimi ndimi Bwana, na ile damu itakuwa ishara kwenu katika zile nyumba mtakazokuwamo, nami nitakapoona ile damu nitapita juu yenu. Okay? Nitapita juu yenu, lisiwepo pigo lolote litakalowaharibu nitakapopiga nchi ya Misri. Sasa ukiendelea hapo chini utaona habari ambayo Mungu alikuwa anamwambia Musa. Anamwambia Musa, chukua mzaliwa wa kwanza kwa hesabu ya wazaliwa wa familia yenu, chinja kila mzaliwa wa kwanza, paka damu ya huyo mnyama kwenye mimo ya milango yenu. Mimi nitapita usiku kuchinja wazaliwa wa nyumba ambayo haina mzaliwa, haijapakwa damu kwenye hiyo mimo. Ukiangalia kile kisa, ile ndo tunaita Pasaka. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Hiki kitendo ambacho kimetokea hapa kwenye kitabu cha Mwanzo, kitabu cha Kutoka sura ya 12, ndo tunaita Pasaka. Maana Pasaka ni Passover. Yaani kwamba kuna malaika ambao watapita. Kumbuka hiki ni kisa ambacho Mungu anawatoa Wanaisraeli kutoka Misri kuelekea Kanaani. Akawaambia sasa nitampiga Farao kwa pigo moja. Akasema chukua mzaliwa wa kwanza kama nilivyokueleza, chukua mzaliwa wa kwanza kwa Waebrania wote, chinja mzaliwa wa kwanza, paka damu kwenye mimo ya milango yenu. Mtakapoona damu, nyumba yote itakayoiona damu, hiyo nyumba sintaidhuru. Nyumba ambayo sintaona damu kwenye mimo yao, nitaua mzaliwa wao wa kwanza, mtoto mpaka kwa wanyama wao, mpaka ng'ombe, mpaka kondoo, mpaka mbwa, nitaua wazaliwa wao. Lakini nikiona damu ipo kwenye mimo ya milango yenu, hiyo nyumba nitaiacha, kwa maana imeweka agano. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Kwa pointi ya msingi hapa nataka tuangalie kwamba kumbe Kristo anaanza kuonekana kuanzia kwenye agano la kale kwa kujitoa sadaka kama mzaliwa wa kwanza, na ndio maana Kristo pia ni mlimbuko, mzaliwa wa kwanza wa Mungu mwenyewe. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Kwa ukisoma hicho kitabu cha Kutoka utaona, lakini ni Injili ya Yohana sura ile ya kwanza utaona uthibitisho wa ile andiko. Injili ya Yohana sura ile ya kwanza mstari wa 29. Nisikilize kidogo mtumishi wa Mungu. Injili ya Yohana sura ile ya kwanza mstari wa 29, na mimi ikiwezekana nimalizie hapo kwa sababu ya muda wetu. Injili ya Yohana sura ile ya kwanza mstari wa 29. Neno la Mungu linasema hivi, mstari wa 29. Siku ya pili yake alimuona Yesu anakuja kwake, akasema, tazama mwana kondoo wa Mungu aichukue dhambi ya ulimwengu. Huyu ndiye aliyenena habari zake kwamba yuaja mtu nyuma yangu ambaye amekwako mbele yangu, kwa maana alikuwa kabla yangu, wala mimi sikujua, lakini kusudi ilidhihirishwe Israeli, ndio maana mimi nilikuja kubatiza kwa maji. Tena Yohana, sasa ukiendelea hapo chini tunamuona Kristo sasa anajitoa kama mzaliwa wa kwanza, kama kondoo, kama vile Mungu alivyowaambia Wanaisraeli wachukue mzaliwa wa kwanza wa kondoo amchiche. Kwa Yohana wakati anamtazama Kristo anaenda kubatizwa. Kumbuka hapa ni kisa ambacho Yohana anataka kwenda kumbatiza Kristo. Hakumuona Kristo kama mwanadamu, hakumuona Kristo kama Mungu, alimuona Kristo kama mwana kondoo. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Kwa Kristo hapa anakuja kubatizwa kwa Yohana, alionekana kama kondoo yule wa agano la kale. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Sio kama naeleweka, watumishi wa Mungu. Kwa tunapoingia kwenye maombi ama tunapotazama kwa kipindi hiki cha ujio wa Yesu Kristo, tunamwona kama mwana kondoo aliyechinjwa kwa ajili ya dhambi zetu, aliyechinjwa kwa ajili ya maovu yetu. Jamani, haleluya. Na ndio maana Kutoka 16 tutasoma kwa muda wako, tunamwona pia hapo yanashuhudia hayo. Kutoka ile sura ya 16, ukisoma kile kitabu cha Kutoka sura ya 16, kwa sababu ndo tunamalizia, wacha tukisome Kutoka 16 ule mstari wa ukisoma anasema, kisha Wafilisti, sasa ukiendelea huko chini
utaona vile ambavyo wao wale vile ambavyo Kristo anaelezewa kama sadaka, kama kafara. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Unakwenda Injili ya Yohana, sasa utasoma kwa muda wako, na Injili ya Yohana sura ya 6 mstari wa 35 utasoma kwa muda wako. Kwa moja ya vitu ambavyo nataka niseme, mtumishi wa Mungu, Kristo kilichomleta duniani ni kujitoa kama sadaka kwa ajili ya wanadamu. Akafa, akachubuliwa, akateswa ili mwanadamu awe huru. Awe huru. Na alichokifanya Kristo pale msalabani, kwa sababu yeye alikufa kwa ajili ya wanadamu, akaamua kumpa mwanadamu mamlaka sasa ya kutawala na kumiliki. Yaani baada ya Kristo kufa pale msalabani, akapewa mamlaka ya kutawala na kumiliki kwenye ulimwengu wa roho. Huo utawala aliupata wapi? Ufunuo wa Yohana, nimalizia hapo. Ufunuo wa Yohana sura ya 5 mlango wa 9 na wa 10. Nisikilize kidogo mtumishi wa Mungu. Nisikilize kidogo mtumishi wa Mungu. Kumbuka mwanzoni pale nikasema Mungu wakati anamchagua Lawi na Yuda, akasema Lawi utakuwa kuhani, Yuda utakuwa ni mfalme. Kristo alipokuja sasa, akaamua kuunyang'anya ule utawala, akaubeba yeye mwenyewe Kristo. Baada ya kubeba yeye mwenyewe Kristo, akauchukua ule utawala, akawapa wale ambao wanamkiri yeye kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao, akawapa ukuhani, akawapa ufalme. Mwanzoni alimpa Yuda ndo akawa mfalme, alafu Lawi akawa kuhani, na ndio maana anaitwa simba kabila la Yuda. Hata Yesu mwenyewe anaitwa simba kabila la Yuda. Lakini pia anaitwa kuhani mkuu, mwombezi wetu, huyo Kristo huyo. Kwa vyeo hivyo vyote viwili Kristo akaamua kumpa Mkristo ambaye wewe umeokoka. Kwa maadamu umeokoka, Yesu amekupa cheo cha ukuhani na ufalme. Ufunuo wa Yohana sura ya 5, nimalizie hapo. 5, Ufunuo wa Yohana 5 mlango wa 9. Ufunuo wa Yohana sura ya 5 mlango wa 9 anasema, nao waimba wimbo mpya wakisema, wastahili wewe kukitoa hicho kitabu na kuzifungua muhuri zake, kwa kuwa ulichinjwa ukamnunulia Mungu kwa damu yako. Damu gani? Damu iliyomwagika msalabani. Ukamnunulia Mungu kwa damu yako watu wa kila kabila. Mwanzoni nimesema kulikuwa na Walawi hao tu Walawi ndio walichaguliwa kuwa makuhani, lakini na wafalme pia walikuwa Yuda. Sasa hapa Biblia inasema ukamnunulia Mungu watu wa kila kabila na lugha na jamaa na mataifa, ukawafanya kuwa wafalme. Sasa sio tena wa Yuda tu, mtu yeyote ambaye amempokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake anapewa ufalme, anapewa utawala, anapewa umiliki, anakuwa mtawala, anakuwa miliki. Lakini pia anasema na kuwa makuhani kwa Mungu wetu, nao wanamiliki juu ya nchi. Kwa sisi ambao tumempokea Yesu Kristo, hata kama sio Mlawi, hata kama sio Yuda, tunapewa vyeo hivi viwili. Kwa wewe ambao umempokea Yesu Kristo, kwanza umepewa nafasi ya ukuhani. Wewe una uwezo wa kuomba kwa ajili ya wengine na Mungu akasikia. Kwa nini? Kwa sababu tumepewa nafasi ya ukuhani, kuwaombea wengine. Kwa lugha nyingine, wewe ni mchungaji. Na ndio maana nawaambia watu, ukijijua wewe ni mtumishi wa Mungu, umeokoka, umempokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, anakupa utawala, anakupa ukuhani, anakupa ufalme. Bwana Yesu asifiwe. Pokea hiyo neema ya ukuhani. Una uwezo wa kusimama kuomba kwa ajili ya wengine. Yesu pale msalabani alipokufa, na ndio maana nisikilize kwa makini mtumishi wa Mungu, na ndio maana kuna ishara zilitokea pale msalabani. Maandiko yanasema alipokata roho pale msalabani, anasema alipokata kwanza tetemeko likatokea. Ziko ishara zilizotokea pale msalabani. Tetemeko likatokea. Baada ya tetemeko kutokea, maandiko yanasema vazi la hekalu likapasuka. Tafsiri yake ni kwamba kila mmoja ana uwezo, aliyempokea Yesu kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake, ana uwezo wa kwenda madhabahuni akaomba na Mungu akamsikia. Sio mpaka awe Mlawi. Yoyote aliyempokea Yesu kuwa Mwokozi na maisha yake anapewa nafasi ya kusimama kama kwani, ana uwezo wa kuomba na Mungu akamsikia. Lakini pia kuishia hapo, maandiko yanasema miili ya watakatifu ikafufuka, lakini pia akapewa ufalme. Kwa hiyo uliyempokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, umepewa funguo za ufalme. Injili ya Mathayo, Yesu anathibitisha kabisa. Injili ya Mathayo sura ya 16 mlango wa 17. Anasema wewe ndiye Petro, na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu, na malango ya kuzimu hata kushinda. Kwa wewe ambao umeokoka, wewe ndio umepewa mamlaka ya kulijenga kanisa la Mungu. Kristo amepanga mamlaka, amekupa mamlaka ya kulijenga kanisa la Mungu. Anasema malango ya kuzimu hatatushinda. Kwa maadamu umempokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, Mungu amekupa mamlaka ya utawala, amekupa mamlaka ya ukuhani. Una uwezo wa kuomba kama kuhani, una uwezo wa kuomba kama mfalme.
Na mimi natamani tukaombe leo kama makuhani, kama wafalme kwenye ulimwengu wa roho. Mapepo yajue. Ukisema mfalme akisema hakuna wachawi kupita hapa, wachawi wanatii. Kwani kwa sababu wewe umepewa mamlaka ya ufalme. Na tunatawala kwenye ulimwengu wa roho na ulimwengu wa mwili. Wewe ni mfalme. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Natamani tuwe tukaombe. Asubuhi ya leo tuwe tukaombe. Na leo ni Ijumaa. Natamani tukaombe Mungu achilie upako. Kama vile anapokufa msalabani, upako wa utawala ukawe juu yako. Upako wa ukuhani ukawe juu yako. Nifuatishe maneno haya. Sema, Mungu, ninakushukuru. Wewe ni baba yangu. Nimerisikia neno lako. Kumbe Yesu, kuanzia agano la kale, wewe ulipanga kunikomboa, ukanikomboa, ukaninunua wewe kwa damu yako, ukanifanya kuwa kuhani tena mfalme. Ninaomba toba mahali ambapo sikujitambua kama kuhani, pia kama mfalme, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu. Bwana, ninakusii na ninakuomba majira haya na wakati huu, kila roho pingamizi, kila roho ng'ang'anizi, na ikataa leo, na ifuta leo, na ing'oa leo. Toka, achia maisha yangu. Toka, achia future yangu. Toka, achia malengo yangu. Achia kibali, achia uzao, achia uchumi, achia malengo kwa damu ya Yesu. Ninaomba Bwana, niinulie watu watakaosimama pamoja na mimi kunitambulisha kwamba ni kuhani, na moja watu ni wale naoombea wakafunguliwe, wakaponywe, ili ninapoomba watu wajue kwamba mimi ni kuhani. Nimejifunza kumbe kuhani ana uwezo wa kusimama kuomba kwa ajili ya wengine. Nami ninawaleta kwako watoto wangu, familia yangu, nyumba yangu, na chochote kinachotamkwa kwa majina yangu. Ninasimama leo kama kuhani kwenye ulimwengu wa roho, kwenye ulimwengu wa mwili, kwa damu ya Yesu. Kila laana, nguvu za giza, mapepo, uchawi, ushirikina, ninapiga, ninavunja, ninang'oa, ninaharibu kila nguvu zinazoinuka kinyume na wewe Kristo, kwa jina la Yesu. Naachilia moto, naachilia radi, naachilia upepo, naachilia nguvu zako Kristo zikatawale kwangu na nyumba yangu, kwa damu ya Yesu, kwa moto wa Yesu. Asante Bwana, kwa maana nasimama sasa kama mfalme. Natoa tangazo, chochote kilicho kibaya kwenye maisha yangu na kipangua, na kikataa, na kiharibu kwa jina Yesu. Toka, na vunja, na haribu leo kwa damu ya Yesu. Hebu omba kama mfalme, waambie nakataa kabisa. Mfalme ni mtu ambaye anaamrisha. Kataa magonjwa, kataa laana, kataa aibu, kataa fedhea. Pangua kabisa, vunja aibu, vunja magonjwa, piga kabisa, futa kabisa maneno mabaya, laana za ukoo, batilisha kabisa. Kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Waambie sintakufa, waambie sintateseka kwa jina la Yesu. Kristo unapofufuka, Kristo unapokufa, kafe na laana zote, kafe na magonjwa yote, kwa maana umesema kwa kupigwa kwangu mimi nimepona. Ninakuomba Kristo, unapofufuka, fufua afya yangu, kaninue tena, kaniponye tena, kanitetee tena kwa jina la Yesu. Asante Mungu wangu na baba yangu, ninakushukuru kwa maana ulijitoa pale msalabani, ukafa kwa ajili yangu mimi, ili mimi niwe huru. Nakushukuru sana Bwana. Asante kwa ajili ya heshima ambayo umenipa kama kuhani. Asante kwa maana mimi ni kuhani, tena ninatawala kwenye ulimwengu wa roho kama mfalme. Kuanzia sasa ninafunga kwa mamlaka ulionipa kwenye ile Injili ya Mathayo 16 mlango wa 17. Ninafunga roho za uchawi, roho za uganga kwa mamlaka ya kifalme. Ninafunga roho za magonjwa, roho za aibu. Ninafunga mateso kwa jina la Yesu. Nafungulia amani, nafungulia baraka, nafungulia kibali kwa jina la Baba, Mwana na Mtakatifu. Amen. Mungu akubariki sana mtumishi wa Mungu. Usiache kuendelea kufuatilia, pia jioni tunakuwa na maombi kama haya. Usiache kuendelea kufuatilia kipindi chetu. Tunaendelea kutafakari kipindi hiki ambacho tupo kwenye Kwaresma na kipindi cha mateso. Kwa kupigwa kwake Kristo sisi tumepona. Mungu akubariki sana. Usiache kujiambatanisha na sadaka kwa ajili ya maombi haya. Mungu akukumbuke na Mungu akulinde na Mungu akutunze. Amen.